Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nikushukuru kwa kunipa fursa hii ya kutoa mchango wangu katika hoja hii ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Naibu Spika, wiki mbili zilizopita nilitoa mchango kuhusu mageuzi ya mfumo wa ufundishaji katika vyuo vikuu. Leo nataka nihitimishe hoja yangu kwa kuzungumzia ufundishaji katika shule za msingi na sekondari. Mheshimiwa Naibu Spika, mtakubaliana nami kwamba katika shule zetu hasa za msingi kuna msongamano mkubwa sana za wanafunzi katika madarasa. Na kwa uzoefu wangu wa ualimu, hata mwalimu ungekuwa hodari kiasi gani, hakuna mwalimu ambaye anaweza kufundisha darasa lenye zaidi ya wanafunzi 50. Ili kutatua tatizo hili, naomba nipendekeze jambo moja ambalo halina gharama kwa serikali. Jambo hili ni hili: katika shule ambazo kuna msongamano mkubwa wa wanafunzi madarasani, walimu wa shule, walimu wakuu wapewe maelekezo maalum ya kuwagawa wanafunzi katika makundi mawili makubwa kama ninavyopendekeza. Kundi la kwanza liwe na wanafunzi wa darasa la kwanza, la pili na la tatu. Hawa waingie madarasani kwa utaratibu wa kawaida kuanzia saa 1 mpaka saa 4 kamili, wasome masomo kama kawaida. Kundi la pili lenye wanafunzi wa darasa la 4, 5 na 6, hawa wawekwe kwenye ukumbi mkubwa wa mikutano. Huko waonyeshwe filamu mbalimbali za kujifunza Kiingereza, sayansi, wafanye midahalo, wafanye majadiliano, wafanye drama, wafanye michezo ya ndani, mashindano ya usanifu na ubunifu, utengenezaji wa vitu mbalimbali. Na itakapofika saa 4:30 wabadilishane. Wale walioko katika mkundi wa mikutano wataingia kwenye madarasani kama kawaida kuanzia saa 4:30 mpaka saa 7 kamili watakapomaliza masomo, na wale waliokuwa madarasani waendelee na utaratibu wa kufanya shughuli mbalimbali nje ya mitaala kama nilipopendekeza hapo awali. Nini mantiki ya kupendekeza jambo hili? Elimu yoyote iliyo bora na elimu yoyote inayotakiwa kukidhi mahitaji ya mwanafunzi lazima ijielekeze kumkunza mwanafunzi katika maeneo matatu ya msingi. La kwanza, uwezo wa akili kufikiri. Sisi walimu tunaita cognitive domain. Uwezo wa kukuza maadili mema, tabia njema na mitazamo tunaita affective domain. Na la tatu, kukuza uwezo wa michezo na kufanya kazi mbalimbali za mikono. Na hii ndiyo elimu iliyokamilika, jambo ambalo silioni likifanyika katika shule za sasa. Jambo la pili, kasoro nyingine nayoiona katika mfumo wetu wa elimu: watoto wanapomaliza masomo ya siku na kurudi nyumbani, wanapewa kazi nyingi na kutakiwa kazi nyingi za nyumbani na kutakiwa wazazi wao wawasimamie. Hoja yangu, tupunguze kazi nyingi nyumbani. Kama kuna ulazima wa kuwapa wanafunzi kazi, tuwape kazi zenye lengo la kupima uwezo wa ufahamu na udadisi badala ya kukariri majibu. Na wazazi wengine wanakwenda mbali zaidi, wanawapeleka watoto wa shule za msingi
kwenye masomo ya ziada. Hili ni jambo la hatari sana katika makuzi ya watoto. Sayansi ya ukuaji wa watoto inasema hivi: mtoto chini ya umri wa miaka 15 ubongo wake unakuwa dhaifu sana, hauwezi kumudu kusoma mambo mengi kwa wakati mmoja. Unataka kutunzwa, kulelewa kwa umakini wa hali ya juu sana. Na yuko mwanafalsafa mmoja mwenye busara aliwahi kusema kusoma sana, hasa kwa watoto wadogo, kuna dumaza akili na uwezo wa kufikiri. Profesa Howard Gardner wa chuo kikuu cha Harvard Marekani, katika kitabu chake maarufu Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligence, aliwahi kusema malezi na mifumo ya shule inadumaza uwezo wa watoto kufikiri na vipaji vingine vya msingi. Na akasema mkazo mkubwa sana wa malezi, wazazi, walimu, ni kusoma, kuandika na kuzungumza peke yake. Vipaji vingine havipewi uwezo, havipewi uzito unaostahiki. Mimi nimekuwa nikijiuliza hivi: kwa nini wazazi wetu ambao walikuwa hawajui kusoma na kuandika na walikuwa maskini wa kutupa, wametulea sisi tukafikia hatua hii tulionayo katika mazingira? Sisi ambao tuna elimu ya kutosha na uwezo mkubwa sana wa kiuchumi, hatuwezi kulea watoto kama wazazi wetu. Kwa nini? Kwa sababu mifumo ya malezi, mifumo ya elimu imedumaza mambo haya. Darasani watoto wetu hawapewi nafasi ya kutosha kujifunza stadi za maisha na stadi za kazi. Nyumbani mkazo mkubwa kama nilivyosema, kusoma, kuandika, hakuna kucheza, wanafungiwa mageti. Huwezi kutayarisha vijana imara kama nilivyosema. Na malezi ya watoto ni kama vile unavyotunza mimea. Leo ukichukua mimea miwili inayofanana ya aina moja, mmoja unaupanda kwenye ndoo, unauweka sebuleni, na mwingine unauchukua unaupanda shambani. Baada ya miezi 6 ukitembelea, ule wa sebuleni utadumaa, ule wa shambani utakuwa imara sana. Kwa nini? Kwa sababu mazingira magumu yanatengeneza vitu imara. Kwa maana hiyo, mmea ukiwa shambani unajenga uwezo wa kuhimili hali ya hewa, mvua, jua na wadudu waharibifu. Sasa sisi wazazi na walimu wa leo, watoto wetu wanalelewa na televisheni na dada wa kazi muda wote. Utatengenezaje vijana makini na imara kwa utaratibu kama huu? Hoja yangu ya pili: wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wanafundishwa mambo ambayo hayana uhusiano wa moja kwa moja na maisha wanayoishi. Wanafundishwa mada nyingi kupita kiasi, mambo ambayo wao wenyewe wangejifunza katika vitabu vyao na kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Na nitatoa mfano hapa. Kwenye somo la hisabati, walimu wanatumia muda mwingi sana kufundisha, kukokotoa namna ya kutafuta square roots, quadratic equation. Sasa mimi najiuliza, nini uhusiano kati ya quadratic equation na maisha halisi ya mwanadamu? Wale kemia wanafundishwa periodic table. Nini uhusiano wa periodic table na maisha ya mwanadamu ya kawaida? Mimi siuoni.
Kwa mawazo yangu, walimu wangetakiwa kuwaeleza wanafunzi nini umuhimu wa kama nilivyosema periodic equation katika maisha ya kawaida, ili waone uhusiano. Jambo la tatu, watoto wanapoingia kwenye kidato cha 4 wanatakiwa kufanya uchaguzi wa kuchagua masomo watakayobobea mbele ya safari. Sasa uchaguzi huu si jambo rahisi sana. Wanapaswa kuangalia malengo yao, wanapaswa kuangalia vipaji vyao, wanapaswa kuangalia uwezo wao wa kumudu masomo watakayoyachagua. Na kwa mnasaba huu basi napendekeza, sioni kama kuna umuhimu mwanafunzi ambaye anatamani kufanya kazi ya upishi au fundi kutakiwa ajiunge na kidato cha 5 na 6 badala kwenye shule ya ufundi udongo upate ulimaji. Jambo la busara, mtoto anapenda michezo, badala ya kumpeleka kwenye akademi ya michezo anatakiwa kwenye kidato cha 5 na 6. Mimi naona kama ni kuwapotezea muda, na kwa bahati mbaya sana vipaji vina muda. Muda ukipita vipaji vya mwanadamu vinapotea. Lakini wako vijana au wanafunzi ambao wanatamani kusoma masomo ya utaalamu kama vile udaktari, sheria, ufamasia, sayansi ya kilimo, ualimu. Hawa ni lazima wafuate utaratibu wa kawaida wa kwenda kidato cha 5 na 6. Hata hivyo, kwa maoni yangu, masomo ya kidato cha 5 na 6 yanahitaji ya kufanywa mapinduzi ya hali ya juu sana. Utaratibu wa sasa huu hautusaidii kuwatengeneza vijana mahiri sana. Kwa maoni yangu, badala ya kuendelea kuwafundisha vijana masomo ya jumla, vijana wafundishwe masuala ya ujuzi na utaalamu ili waweze kuoanisha nadharia waliojifunza kidato cha 4 na hali halisi ya mafunzo ya kazi. Wazazi wenye asili ya Kiasia wanatupa funzo kubwa katika jambo hili. Watoto wao wanapomaliza kidato cha 4 wanapelekwa katika vyuo ambavyo vinatoa mafunzo ya utaalamu katika kiwango cha diploma ili wajifunze ujuzi wa kazi. Huko wanajifunza sayansi ya kilimo, utaalamu wa masuala mbalimbali, udaktari. Mheshimiwa Nahodha, kengele ya pili. Kwanza ni kushukuru kwa mchango mzuri sana. Baada ya kusema hayo, naomba nikuombe mengine ambayo hujasema imwandikie Mheshimiwa Waziri ili achukue na iwe recorded kwenye Hansard. Mheshimiwa Profesa Muhongo, jiandaa. Mheshimiwa Profesa Shukrani, jiandaa. Esther Maleko. Mheshimiwa Naibu Spika, asante kwa kunipatia nafasi ya kuchangia wizara muhimu kweli kweli. Ndugu zangu wabunge, hii wizara ndio roho ya nchi. Lazima tuipitishe, na umuhimu vile vile inatutoa kwenye dira iliyokwisha, inatupeleka kwenye dira ya 2025 mpaka 50. Sisi Msoma vijijini, nigusie kidogo jimbo langu, tuko mbele kabisa kwenye kutekeleza hii mabadiliko yanayofanywa wizarani. Kwanza Mheshimiwa Profesa na timu yako mnafanya kazi nzuri sana. Ukweli ndio huo. Na nimemsikiliza anayoyasema na mengine na mimi ndio nitaka kuchangia hapa. Tutaongezea tu. Sisi Msoma vijijini, kwa kusema darasa la mwisho la shule ya msingi ni darasa la 6 na wote watasoma mpaka kidato cha 4, sisi tunaendelea kujenga kila kijiji
kiwe na sekondari moja. Ndio tunavyoenda. Na hivi juzi mwaka huu tumefungua sekondari 4, na salamu zangu ziende wizarani, lakini sana kwa Mheshimiwa Rais. Tunafungua sekondari 4 na profesa muendelee, kwa sababu tunamwenzi vile vile profesa aliyekuwa gwinji la Kiswahili nchini, Profesa David Masamba. Tumempatia sekondari yake. Tulianza kujenga kwa fedha kidogo, lakini wizara na serikali imetusaidia. Kwa hiyo Msoma vijijini tunaenda vizuri. Sasa nije kwa mambo ambayo kidogo yanatoka jimboni, yanashika taifa zima. Hali ya elimu nchini kwetu. Maana ya hali ya elimu, tuna vitu 4 vya msingi hapa. Ni swala la ufundishaji, swala la ujifunzaji, uelewa na ufaulu. Vyote 4 lazima viende pamoja. Na hivi 4 kwenda pamoja, sisi tumesaidia taifa. Msoma vijijini tumefanya mjadala kwa ngazi ya mkoa, alafu mimi mwenyewe nilikaa na maheadmaster wangu wote, na juzi tumefanya kwenye ngazi ya halmashauri. Na hiyo ripoti nitawapatia. Nitapatia Wizara ya Elimu, nitapatia TAMISEMI na utumishi, lakini ili hii budget iende vizuri, nitamwambia webmaster aiweke kwenye tovuti ya jimbo kuanzia Jumatano, sio leo. Kwa hiyo hayo sina sababu ya kuyaongea, mtayapata huko. Na yote yanafanana. Na Mheshimiwa Waziri, mambo yote uliyoyaongea hapa, ninakuomba sana. Sisi Tanzania tumefanya vizuri kwenye nchi zinazoendelea, ndio maana tumepata fedha nyingi kutoka World Bank. Kwa hiyo usisahau ile SDG number 4, Quality Education for All by the year 2030 ya Umoja wa Mataifa hii. Sasa ushauri unakuja. Cha kwanza ni ujenzi wa shule zetu kwa sasa. Dira ya maendeleo yetu inaanzia mwaka huu. Ndugu zangu wabunge na wanaonisikiliza, ikifika Juni mwezi ujao, wa Tanzania tutakuwa milioni 70.55. Eneo letu la ardhi, yani Tanzania bara na visiwani, ukiliweka pamoja ni square kilomita 947,303. Kwa hiyo inamaanisha population density, yani watu wanaoishi kwenye square kilomita moja ni watu 75 kwa mwaka huu wa 2025. Lakini tukifika mwaka 2050 wa Tanzania tutakuwa 137, eneo la nchi yetu litakuwa hilo, population density itakuwa ya watu 155 kwa square kilomita moja. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, Wizara ya Elimu na TAMISEMI, ujenzi wa shule lazima ubadilike. Lazima twende kwenye kujenga orofa sasa, twende juu. Kwa sababu ardhi haitatosha. Pendekezo la kwanza. La pili, lazima tujue elimu ni ajira. Sasa hivi duniani kuna upungufu wa wafanyakazi wengi sana. Nikichukua World Health Organization, shirika la afya duniani, wataalamu wa afya duniani utakuwa wa milioni 10. Nikichukua taifa kubwa kiuchumi duniani, Marekani, leo hii wana upungufu wa watu milioni 3.5 kwenye mambo ya uzalishaji viwandani na mambo ya sayansi na teknolojia. Nikichukua Ujerumani, ambayo ndio ina uchumi mkubwa kwa nchi za Ulaya, leo hii wanapungukiwa watu 200,000 kila mwaka kwenye maeneo ya engineering,
IT na construction. Kwa hiyo mitaala yetu, Wizara ya Elimu lazima iweke maanani kwamba elimu ni ajira, na nilishaongea hapa, huwa sipendi kurudia yale yale. Nikasema watu kufanya kazi nje wanaleta fedha, imekuwa ni bidhaa. Tatu, elimu ni uchumi. Uchumi wa dunia wa sasa, tukichukua GDP ya nchi zote duniani, ni trilioni 116. 2050 wakati tunamaliza dira yetu ya maendeleo mpya, uchumi wa dunia utakuwa trilioni 228. Na kuna aina ya viwanda na biashara ambazo zitakuwa engine ya uchumi wa dunia toka sasa mpaka mwaka 2050. Na mfano hapa natoa. Kwanza ni e-commerce, electronic commerce, biashara ya kidijitali. Mwaka 2022 mapato duniani yalikuwa trilioni 4. Na mwaka 2040 biashara ya e-commerce mapato duniani yatakuwa trilioni 20. Mfano wa pili, nimesikia Mheshimiwa Waziri Profesa unaongea, na uweke mkazo kweli kweli hapa, artificial intelligence. Sasa artificial intelligence software na services, mwaka 2022 mapato yalikuwa bilioni 85 duniani, lakini mwaka 2040 mapato yatakuwa trilioni 4.6. Maana yake ni nini? Ni lazima Tanzania tuwekeze kwenye science, technology na mathematics. Sasa Tanzania tufanyeje? Natoa mapendekezo yangu, mengine umeyataja, mimi naongezea tu. La kwanza, kama tunataka kwenda hivyo na hizo kazi duniani tuzipate, lazima sekondari zote za Tanzania ziwe na maabara. Na hii uichukue, kama ambavyo mnajenga kwa nguvu maeneo mengi, mnasahau kujenga maabara. Hiki ndio msingi wa science. Lazima ufanye practicals toka form 1. Pendekezo la pili, sekondari zote nchini ziwe na maktaba zenye kompyuta za kati. Inamaanisha kwamba, ndugu zangu, siku hizi vitabu vinatolewa bure. Sasa kama vinatolewa bure, lazima uweze ukanyonya hivyo vitabu kupita kwenye kompyuta. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na maktaba zenye vitabu na kompyuta, vijana waweze kupata vitabu vya bure. Pendekezo la tatu, kwa kuwa tumesema kwamba elimu ya chini Tanzania itakuwa kidato cha 4, ni lazima tuanze kuongeza kidato cha 5 na kidato cha 6. Na tutaongeza kwa uwiano kwamba kwenye kila sekondari 5 tuweke high school moja ya science. Kama mimi wa Msoma vijijini, ambaye sasa hivi nina sekondari 32, ninapaswa kuwa na high schools 6 za masomo ya science. Na hizi high schools, Mheshimiwa Profesa, tuachane zote kukaa wizara moja, hatutaenda kasi. Lazima tuzishushe kwenye halmashauri. Lazima sasa high schools ziweze kusimamiwa na halmashauri zetu, ndio tutaweza kupata wasomi wengi kwa pamoja. Alafu pendekezo la 5, tujenge technical colleges za aina kama ilivyokuwa DATEC. Unajua ndugu zangu waheshimiwa wabunge, VETA mtu anafanya vitu mechanically, anatengeneza kitu, lakini technical college mtu anauliza hata na sababu kwa nini hiki anakitengeneza. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo lazima tuwe na technical colleges, na hizi tuzifunge kwenye sheria, zisibadilishwe kama ilivyobadilishwa Dar es Salaam. Pendekezo la 6, tuwe na wanafunzi wengi. Nimekusikia Profesa unasema
ila tuongeze wanafunzi wengi wanaoenda kusoma nje, na tunachagua vile vyuo vizuri, sio kuhesabu tu yuko nje, vyuo vizuri, na nadhani wizarani mnavifahamu. Na mfano mzuri hapa, waheshimiwa wabunge, India inafanya maajabu, na tunapeleka watoto kusoma India na China, na bado wao wanapeleka kusoma nje. Angalia mwaka 2016 India ilikuwa na wanafunzi 440,000 wanasoma nchi za nje. Mwaka 2023 wamekuwa na wanafunzi zaidi ya 1.4 milioni. Kwa hiyo na sisi tupeleke wanafunzi nje. Hawa wa India wanaosoma Ujerumani 60% wanafanya shahada za engineering na mambo ya technology. Asante Profesa Kengele Pili kwa mchango mzuri, na ushauri wako uandike ili waziri aweze kupokea na serikali aweze kuzingatia. Asante.